Habari na karibu tena kwenye Ufunua. Leo tuna kipindi kizuri sana kwako katika kitabu cha Waibrania sura ya 11. Tunaona hadithi ya Henoko, kisha tunaona hadithi ya Nuhu, kisha tunaona hadithi ya Ibrahimu, halafu tunaona hadithi ya Sara akimzaa Isaka. Na haya yote yanatokea katika sura ya 11 kuanzia mstari wa 5 hadi mstari wa 11. Na hawa wanne wanawakilisha nani? Basi nitakuonyesha hilo sasa hivi. Ni aina ile ile ya ufunuo wa Luka kwa mpangilio. Na kama unakumbuka kilichokuwa video chache zilizopita, ni kuhusu unyakuo kabla ya dhiki unaoanzisha kila kitu, ukifuatiwa na Bwana kuja kama onyo kwa siku 40 kama alivyosema angefanya, kama Yona, kama mfano wa siku 40 za Nuhu. Hili linatokea baada ya unyakuo kabla ya dhiki na harusi ya kabla ya dhiki. Mwana wa Adamu yuko hapa kama mpanda farasi mweupe kwa siku 40. Kisha kuna mwisho wa mihuri, wakati anakuja karibu na mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri, halafu kuna umati mkubwa wa katikati ya dhiki, halafu Bwana anarudi na kuweka miguu yake chini kwenye mlima wa Mizeituni. Baada ya dhiki kuna matukio makuu manne yanayoanza na unyakuo kabla ya dhiki na kisha kuja mara 3 kwa Bwana katika siku za mwisho, ambayo pia tumezungumzia katika mafundisho mengine. Kwa hiyo hebu nikuonyeshe hapa. Katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 5 hadi 11, angalia hii. Inasema katika mstari wa 5 na 6, kwa imani Enoki alihamishwa ili asione mauti, na hakuonekana tena kwa sababu alikuwa amehamishwa. Kwa sababu Mungu alikuwa amemuhamisha, maana kabla ya kuhamishwa kwake alikuwa na ushuhuda huu kwamba alimfurahisha Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Unaona, kundi la kabla ya trib si Wakristo tu wasio na msimamo. Ni wale wanaompenda Bwana, wanaomtafuta, wanaokesha na kuomba, wakitafuta kwa bidii. Hili ni kundi la Enoki, na kwa wale ambao hawakuwa wamesikia haya hapo awali, unachotakiwa kufanya ni kufanya kidogo tu. Utafute tu kidogo kwenye Google na utayapata hayo. Enoki anachukuliwa sana kama mfano wa theolojia ya kabla ya dhiki, kama mfano au picha ya unyakuo, kwa sababu alichukuliwa na Mungu kabla ya hukumu ya gharika. Na sasa nini kilitokea kuhusu gharika? Basi hapo ndipo unapata mfano wa Nuhu, na Nuhu alihifadhiwa baada ya kujiandaa. Sawa, kwa hiyo una Enoki kama mtu wa kwanza kupigwa picha katika Biblia ambaye hajawahi kuonja kifo. Ni picha ya bibi harusi wa kabla ya kabila. Na kisha una nini? Kisha wanaanza kuzungumzia, na kisha ulikuwa na Henoko ambaye alijiandaa na kuokolewa wakati huo. Na picha ya Henoko, ya Nuhu ni ipi? Ni picha ya mafuriko. Tunasoma hivi kuhusu Henoko katika Mwanzo 5 mstari wa 23. Henoko aliishi miaka 365, naye alitembea na Mungu, na alikuwa na hakuwepo tena, kwa maana Mungu alimchukua. Hakuwahi kuonja kifo, ambayo pia tulizungumza katika mafundisho yaliyopita kwamba kuna sehemu 3 tofauti za hilo. Sawa, kwa hiyo tunaona hili, lakini tunajua nini kinachofuata? Basi baada ya picha hii ya Henoko kama mfano wa bibi harusi kabla ya dhiki, tunajua Bwana anarudi baada ya harusi ya siku 7 kabla ya dhiki. Anarudi siku ya 8 kuonya kwa siku 40 kama alivyosema atafanya. Sasa nini kinatokea tunapofika kwenye mstari wa 7? Inasema, kwa imani Nuhu alipoonywa na Mungu kuhusu mambo ambayo bado hayakuonekana, alijawa na hofu, akaandaa safina kwa ajili ya kuokoa nyumba yake. Kwa hiyo aliuhukumu ulimwengu na akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Una picha ya siku 40 ya onyo hili kupitia Nuhu, kupitia mwana wa Adamu anayekuja kama mfano wa Nuhu. Hii pia ni picha ya kundi la mabaki, ambayo tumefundisha kuhusu mabaki ya Smirna ambao watamtumikia Bwana katikati ya mihuri. Na wao ndio wanaoandaliwa, wao ndio wanaonywa, na bado hawajaona mambo haya, wanajiandaa, na wao pia watakuwa warithi wa haki. Lakini hii hasa ni picha ya siku 40 za mwana wa Adamu. Na tunaona nini katika Mwanzo 7 kuanzia mstari wa 16? Inasema hivi,
Na wale waliokwenda ndani waliingia, dume na jike, wa kila aina ya nyama, kama Mungu alivyomwamuru, na Bwana akamfunga ndani. Na gharika ilikuwa siku 40 juu ya nchi, na ikaiinua safina. Sawa, hebu nikuonyeshe nyingine. Katika Luka sura ya 17, ambayo ni hadithi tofauti ya Nuhu, sio ile hadithi yote ya Nuhu tunayosoma mwishoni mwa mafundisho ya Mathayo, ambayo ni baada ya dhiki kuu. Hii ni picha tena ya onyo la mapema la siku 40 kutoka kwa mwana wa Adamu. Kwa kweli, katika Luka 17 kuanzia mstari wa 24 inasema, kwa maana kama umeme unavyotokea upande mmoja wa mbingu na kung'aa hadi upande mwingine wa mbingu, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu katika siku yake. Je, hii ni kabla ya dhiki kuu? Hapana, huu ni ujio wa Bwana baada ya dhiki kuu ambao tunasoma tu katika mafundisho ya Mathayo. Unaona, umejifunza kwamba mwisho wa nyakati hauhusu tu injili ya Luka, bali unaanza na injili ya Mathayo, lakini ni Luka kisha Marko alafu Mathayo, kabla ya dhiki kuu, katikati ya dhiki kuu na baada ya dhiki kuu. Na kama Paulo alivyotuambia katika 2 wa Korintho sura ya 12, hiki kipindi cha kabla, katikati na baada kitafanyika katika kipindi kinachoitwa juu, ambacho ni siku 50 zikifuatiwa na miaka 14. Sawa? Umeelewa hilo ikiwa umekuwa ukifuatilia. Kama hujafanya hivyo, tazama baadhi ya mafundisho ya awali. Sasa sikiliza inavyosema. Ili liko katika hotuba ya Mathayo pekee, ambayo ni kuja kwa Bwana baada ya dhiki. Katika mstari wa 27 inasema, kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki na kung'aa hadi magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Hii inahusu tu kurudi kwa Bwana baada ya dhiki. Unaona kinachotokea hapa? Inaelezea jambo lile lile anaporudi katika siku yake baada ya dhiki. Lakini sikiliza, mstari wa 5 unasema nini? Lakini kwanza, unataka kujua kilicho na nguvu kuhusu hilo? Ni kwamba ukienda kwenye hotuba ya Luka 21, katika Luka sura ya 21 ni sehemu pekee kwenye mstari wa 12 ambapo unasoma, lakini kabla ya haya yote. Kwa hiyo, lakini kwanza, lakini kabla ya haya yote anasema kutakuwa na wakati huu. Katika hotuba ya Luka 21 inasema, taifa litaondoka kupigana na taifa, ufalme dhidi ya ufalme, ambayo ni mpanda farasi mwekundu. Lakini katika mstari wa 12 ni katika Luka pekee, unaona. Lakini kabla ya haya yote, yani kabla ya taifa dhidi ya taifa, ufalme dhidi ya mfalme, ufalme dhidi ya ufalme. Na kwa nini? Kwa sababu mwana wa Adamu anakuja kama mpanda farasi mweupe. Yeye ndiye anayekuja kama mpanda farasi mweupe kwa siku 40, na ni kabla ya upanga mkubwa kupewa yule mpanda farasi mwekundu, ambapo wataanza kuuana wao kwa wao, ambayo ni taifa dhidi ya taifa, ufalme dhidi ya ufalme. Ni siku 40 za kuja kwa mwana wa Adamu. Na yote haya yanahusu nini anaposema hivi? Basi sikiliza hili tena, Luka 17 kuanzia mstari wa 25. Lakini kwanza, hivyo huo ndio uhusiano na mafundisho ya Luka. Ndiyo maana katika mafundisho ya Luka ni mwana wa Adamu anayekuja katika wingu moja. Ni uhusiano ule ule na mpanda farasi mweupe siku 40 kama ilivyokuwa kwa Nuhu. Inasema, lakini kwanza lazima ateseke mambo mengi na akataliwe na kizazi hiki. Na kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa pia katika siku za mwana wa Adamu. Walikula, walikunywa, walioa, wanawake waliolewa, hadi siku ile Nuhu alipoingia kwenye safina. Gharika ilikuja na kuangamiza wote. Hii hadithi ya siku 40 inayokuja kwanza mara tu baada ya kabla ya dhiki ni ipi? Yote yako kwa mpangilio, ndugu na dada. Sasa tazama hili. Sehemu ya 3 ni ipi? Ibrahimu katika mstari wa 8. Kuanzia mstari wa 10 katika Waibrania 11 inasema, kwa imani Ibrahimu alipoitwa atoke mahali pale ili apokee urithi, alitii, akatoka bila kujua aendako. Kwa imani alikaa katika nchi ya ahadi kama nchi ya ugenini, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Sasa sikiliza hili, mstari wa 10. Kwa maana alikuwa anatazamia mji wenye misingi, ambao mbunifu na mjenzi wake ni Mungu. Sasa kama umekuwa ukifuatilia ufunuo huu kwa miaka yote katika huduma yetu kuu Ministry Revealed, unajua kabisa hiki ndicho kinachozungumziwa hapa. Unaona,
mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri, Bwana atakuja na mlima Sayuni wa mbinguni, na ule umati mkubwa utaingia katikati ya dhiki kuu kwenda paradiso, na Israeli, watu wa Kiyahudi na Israeli wa kweli watarudi katika nchi, na nchi hii itakuwa na misingi tu ya hekalu ndani yake. Hekalu halitakuwa limejengwa upya wakati wa mihuri. Kutakuwa na amri ya kujenga upya hekalu, lakini katika mihuri yote msingi pekee ndio utakaowekwa, na utawekwa ndani ya mwaka wa 4. Itafanyika. Tunaona hii kama picha katika kitabu cha Zekaria sura ya 14, miaka 14, na katika sura ya 4 tunaona mikono ya Zerubabel imeweka msingi wa nyumba hii, na mikono yake pia itakamilisha. Cha kushangaza kuhusu hili ni kwamba katika Zekaria sura ya 8, ambayo ni sawa na mwanzo wa hukumu za tarumbeta, tunaona kwamba ndipo hekalu litaanza kujengwa upya. Unaona kwa nini? Kwa sababu msingi pekee ndio unawekwa wakati wa mihuri. Ndiyo maana Abrahamu anapotajwa pale na kutafuta mahali ambayo ni nchi ya urithi wake, watakaporudishwa Israeli, inasema itakuwa mahali penye misingi tu. Tunaona hili pia katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 6 mstari wa 37 na 38. Inasema hivi, katika mwaka wa 4, kumbuka Zekaria 4, katika mwaka wa 4, katikati ya mihuri, msingi wa nyumba ya Bwana uliwekwa sawa katika picha ya kinabii, ni katikati ya mihuri. Katika mwaka wa 11, katika mwezi wa Bul ambao ni mwezi wa 8. Je, nyumba ilikamilika? Sasa ni lini nyumba itaanza kujengwa kweli? Haitaanza hadi mwaka wa kwanza wa tarumbeta, na itachukua kama miaka 3.5 kuijenga upya. Na katika mwaka wa 11 wa dhiki, hekalu litakuwa limejengwa upya juu ya msingi uliowekwa wakati wa mihuri. Ni picha ya kinabii ya kipindi hiki halisi cha wakati tunachozungumzia. Naangalia hapa katika Zekaria sura ya 8. Tunaona Bwana amerudi sasa kwenye mlima Sayuni wa mbinguni, kama tulivyosema, kwa sababu alikuwa amekuja na paradiso. Alikuwa amekuja kuwapokea kwake, sawa, kwa ajili ya umati mkubwa wa watu wa makabila ya kati, na watu wa Kiyahudi na Israeli wa kweli watarudishwa katika nchi. Lakini Bwana yuko pale juu ya mlima Sayuni wa mbinguni, anawakusanya watu tena. Nasikiliza inavyosema katika mstari wa 9, mikono yenu iwe imara, ninyi mnaosikia siku hizi maneno yaliyotoka kwa vinywa vya manabii yaliyokuwapo siku ile msingi wa nyumba ya Bwana wa majeshi ulipowekwa, kwamba hekalu liweze kujengwa. Na unajua ni kwa nini hawakuweza kujenga hekalu? Kwa sababu angalia kile kilichofuata. Katika mstari wa 10 inasema, kwa sababu amani ilichukuliwa, na hilo linachukuliwa kwa mpanda farasi mwekundu. Unaona? Na akaweka kila mtu dhidi ya jirani yake. Hiyo ni taifa dhidi ya taifa, ufalme dhidi ya ufalme, kwa mpanda farasi mwekundu. Lakini sasa mwanzoni mwa tarumbeta Bwana yuko pale, na sasa wataanza kujenga upya. Na katikati ya ujenzi, katikati ya tarumbeta kuhusu miaka 10.5 ambayo ni katika mwaka wa 11, hekalu linajengwa. Na kisha nini kitatokea? Una Mathayo 24:15, chukizo la uharibifu katika Injili ya Mathayo katika hotuba lake. Hapa ndipo mnyama anapotoka shimoni, kwa sababu hekalu lilikuwa limejengwa upya. Na katika mwaka wa 11 inakamilika kama ilivyosemwa katika kwanza Wafalme. Hili linatokea kwa malaika watano wakati shimo lisilo na mwisho linafunguliwa. Ni 2 wa Thesalonike sura ya 2. Wakati wa kuanguka kuu, wakati mwana wa uharibifu, yule mnyama aliyetoka shimoni sasa ataingia hekaluni na kujitangaza kuwa Mungu. Unaona jinsi yote hayo yanavyofanya kazi. Yote haya yanatokea katika sehemu 4 juu ya Luka kwa mpangilio, juu ya miaka 14 na sehemu inayoitwa juu. Sasa angalia jinsi inavyomalizika katika mstari wa 11. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea nguvu ya kuchukua mimba na akajifungua mtoto. Huyu mtoto ni nani? Mtoto huyu ni bila shaka Isaka, ahadi, na tunaiona katika Mwanzo 21 wakati Ibrahimu alikuwa na umri wa miaka 100. Hii ni picha ya baada ya dhiki ya kurudi kwa Bwana, miguu yake chini kwenye mlima wa Mizeituni, kutoka Mathayo 24. Tazama hivi. Katika Mwanzo 16 tunaona kwamba Ibrahimu alipokuwa na umri wa miaka 86 alikuwa na Ishmaeli, mtu wa porini, sawa, yule mwingine, mataifa ya Kiarabu.
Katika mstari wa 17 ana umri wa miaka 13. Ana miaka 13 baadaye ana umri wa miaka 99 na anafanya agano kama vile Bwana atakavyofanya upya agano katika mwaka wa mwisho wa dhiki. Na kisha nini kilitokea katika Mwanzo 21? Umegonga hoju. Sasa Ibrahimu ana umri wa miaka 100 wakati Isaka anapozaliwa. Hiyo ni picha ya nini? Ni picha ya miaka 7 ya mihuri, miaka 6 ya tarumbeta, kurudi kwa Bwana, kushuka chini kwenye mlima wa Mizeituni kwa mwaka wa 14. Unaona hilo? Miaka 13 ina agano, na kisha katika mwaka wa 14 Isaka anakuja kama picha ya baada ya ukabila. Kurudi kwa Bwana, miguu chini kwenye mlima wa Mizeituni, kama vile Zekaria sura ya 14 mwaka wa 14 Bwana anavyorudisha miguu chini kwenye mlima wa Mizeituni wakati wa tarumpeta ya 7. Mara tu inapoanza kusikika kutoka Ufunuo sura ya 10 na Ufunuo 11, wakati sasa kila kitu kitakuwa cha Bwana. Mungu akubariki.